nampenda Yesu. Nilimpoteza mtoto wangu, nilikuja kwenye madhabahu hii ndio nilipompata mtoto wangu. Sasa ulifurahi? Umefurahi? Ndio. Sasa yuko wapi? Yuko nyumbani. Umemwacha nyumbani? Nimemwacha nyumbani. Hapendi ibada tena. Sasa hivi nashukuru Mungu ametulia, hata biashara anafanya. Biashara anayoifanya namwachia ndiye anaifanya. Anafanya na biashara. Ilikuwa inawezekana kweli? Alikuwa akubali kufanya biashara ninayoifanya mimi. Lakini sasa hivi nikimwambia chukua beseni hapo nenda ufuate biashara anayoifuata, anafuata na anauza. Safi. Umefurahi? Ndio. Hongera sana. Tumpe kwanza huyu hapa. Nataka niwaombee. Huyu atapata kuombea, nataka yeye. Wewe sema nini mrudishiwa? Afya. Ambie sasa. Miaka 10 nilikuwa natumia vidonge kwa shida, nilikuwa nanisumbua. Baba akanambia imeisha. Na kweli akanambia nenda wewe na amani. Yaani najisikia raha jamani. Nimeenda kupima. Anza vizuri, toa vizuri shuhuda yako mwanangu. Itoe vizuri shuhuda yako. Maana itoe vizuri maana ilikuwa ni siri yako. Ilikuwa siri yetu, sasa unafichwa mwenyewe. Wewe inuka tu shuhudie vizuri. Furaha. Ilikuwa siri. Sasa imekuwa simama binti yangu, shuhudie vizuri. Useme vizuri. Uwe na amani. Sema vizuri, anza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina furaha jamani. Kwa miaka 10 nilikuwa na ugonjwa wa HIV. Sikujua ulikotoka. Nikawa nahangaika. Siku moja nikateseka sana. Nikaja nikamwambia baba. Nikasema kwa nini unateseka? Alafu mbona miaka 10 sasa? Wananipa vidonge na kunywa. Yaani naumia. Nasikia watu wanashuhudia eti na miaka sijaenda hospitali kunywa dawa wala sijafuata hospitali dawa wala duka la madawa. Nikasema hivi kumbe inawezekana. Hebu nikaseme nisiwe nakaa najiombea mwenyewe. Nafika nikamweleza baba. Nikamwambia baba nimechoka kunywa dawa. Na mimi sio mgonjwa. Akanitamkia baba nenda imeisha. Sikuamini kwa miaka yote mimi nimezaliwa nilikuwa sijawahi kusikia jasho linatiririka. Baada ya uponyaji sasa hata nikiruka jasho tu. Nahisi na mwili unanenepea ndani kwa ndani. Namshukuru Mungu akubariki. Angalia kule wakuone. Wewe nenda waangalie. Alafu kamera na kusoma. Angalia miti yangu. Wewe na amani. Uwe na amani. Uwe na amani. Nashukuru Mungu sana. Kwa umepona. Kwa madhabahu hii nilikuwa nashangaa tu watu wanashuhudia. Nasema ni kweli? Wanapangwa au bana. Ulijua wanapangwa? Nilijua kabisa wanapangwa HIV. Unacheza na HIV wewe. Kwanza wanasema ukiacha kunywa wiki tayari umeenda. Jamani baba nashuhudia leo na miezi 4 na ni mtu wa 4 alisaidia na siku ile ilikuwa mtu wa 4. Nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Wengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Mengine sijui
Amen. Haleluya. Kwa binti yangu HIV kwisha. Umepima hakuna. Umepona. Na wewe upone katika jina la Yesu. Kila unasikia na kutazama upone HIV. Pona uvimbe. Inuka binti yangu. Uwe na amani. Yesu amekuponya. Sema Bwana Yesu, tunakushukuru kwa uponyaji kwa jina la Yesu. Hata mimi ninapona kiuchumi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na wewe unayejisikia maumivu yote pona. Wewe unayejisikia kuumwa pona. 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 Pona kwa jina la Yesu. Kwa hiyo huyu tamko likarudisha mtoto wake na akili karudi, akafanya na biashara, anafanya na biashara anazofanya mama yake ambazo alikuwa hataki. Manake amerudi na akili imerudi. Amerudishwa afya na wewe mtoto. Umefurahi? Nilikuwa kusumbua hilo tu. Ndio. Ni hilo tu. Ndio. Ndio ilikuwa gumu kwako. Amen. Nilikuuliza. Ndio. Oh, haleluya. Wewe mengine yote naamini hayana nguvu pia kukurudia. Na mengine yapotee, virudi vile vitu vizuri. Amen. Ukaishi maisha mazuri na mtoto wako aishi maisha mazuri. Haleluya. Kuna mtu mwingine na shuhuda? Yuko? Amekuja kumbe mtoto yupo hapa. Njoo mtoto. Nifikiri na wewe umemwacha nyumbani kama kumbe amekuja. Njoo, ndio wewe. Baba, ujambo? Unaitwa nani? Dadi. Nani? Dadi. Unaitwa Dadi. Dadi, ujambo? Ulikuwa wapi? Nilikuwa huko Kiloleli. Unaishi tu? Ndio. Huko? Bila sababu? Ulikuwa unajiona? Ndio. Ulikuwa unajiona kwamba wewe ukae nyumbani? Ndio. Shule? Nilikuwa siendi. Sasa hivi? Unaenda. Ulikuwa upendi hata shule? Ndio. Sasa hivi unaipenda na shule? Ndio. Kwa unaifurahia sasa? Ulikuwa unamuuzi mama yako. Mama yako alikuwa analia kwa ajili yako. Isirudi tena hiyo hali, sawa? Na usome, ufaulu, na hiyo roho ninakutenganisha nayo kwa jina la Yesu. Uwe mtoto mzuri. Nakubariki baraka za kiroho kama baba kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Kasome, sawa? Mwambie mama nisamehe. Njoo mama. Mwambie mama nisamehe. Mshike sasa mama yako. Mwambie mama naomba nisamehe. Muangalie mama vizuri. Mwambie mama yangu nisamehe. Uliumia kwa ajili yangu. Naomba unisamehe. Nisamehe. Nitasoma. Mimi ni kijana mzuri. Kuanzia leo. Nikiwa hapa madhabahuni. Wako malaika. Wapo malaika wananisaidia. Mama yangu nitasoma. Ninasoma na nafaulu. Sitakusumbua. Naomba unisamehe. Samehe mwanao sasa. Nimekusamehe. Kumbatie mtoto. Kumbatie mwanao bwana kama unisamehe. Au sio wako wako? Haya, hizo roho zisikirudie tena, usome kijana wangu mzuri. Mungu bariki. Ukasome, sawa? Ukasome. Au utapotea tena. Na usipotee tena. Asipotee tena. Usiondoke nyumbani tena. Hata wakikutafuta ndotoni usikubali, sawa? Wakija katika ndoto wakatae. Leo una chapa ya Kristo. Kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi. Wewe mama umefurahi? Umefurahi? Ndio. Kuona mtoto wako na anaenda shuleni sasa.
Wiki ile ameenda lote mpaka Ijumaa. Ameenda mpaka Ijumaa. Ilikuwa sio rahisi. Hamna, yani akifika shuleni yana akimbia. Anakimbia, anapotea. Ndio. Oh. Hatapotea. Anasoma mpaka mwisho wa elimu. Utakaposoma basi atafika. Barikiwe sana. Wewe unatamkia watoto wenu habari ya kusoma. Inawezekana kinachomkimiza kwa sababu wewe hujatamka kusoma. Tunapeleka watoto hatuwatamkii kwamba wao wanatakiwa wasome. Unapeleka kwa sababu wenzako wanapeleka. Unapeleka mtoto wako kwa sababu kuna jirani amepeleka. Lakini wewe nao unaigiliza napeleka hivyo. Wewe tamka juu ya mtoto wako. Unataka mtoto wako asome. Utamkie kusoma. Hata kama kwenu hakuna wasomi, mtoto wako mtamkie kusoma. Mtamkie. Sipeleke tu kwa sababu wengine wanapeleka. Kuna roho zitasababisha asiende shule. Zinaenda kumchukua, zinajua huyu sio msomi kwa sababu hajatamkiwa usomi. Mtamkie. Kila wakati tamka. Tamka juu ya watoto wenu. Tamkia. Atasoma kwa sababu ya kinywa chako. Utakapotamka atasoma kwa sababu umesema, umetamka kama mzazi. Mzazi unapotamka kuna nguvu ya kumzaa mtoto. Hapa nikitamka kama baba wa kiroho, natamka kwa mamlaka ya aliyenituma kutamka. Kwa hiyo zikiungana hizi baraka mbili, wewe ukisema mtoto wangu atasoma na mimi nasema huyu mtoto anasoma, hii nguvu inaenda kusukuma huyu mtoto atasoma pande mbili, kwa tamko la mzazi na tamko la baba wa kiroho. Mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anafundisha akasema watoto hawabarikiwi. Watoto watamkii baraka. Na wafundishi habari ya baraka. Watoto wanaenda kufanya kazi, hawana baraka ya wazazi. Na hata akipata pesa, anaweza asikujali kwa sababu hujambariki wewe. Ameenda tu kama kuku wa kienyeji. Lakini kama utambariki, baraka ina mvuto, inavuta vitu vizuri. Baraka inasababisha mambo makubwa ambayo yalikuwa magumu kuja, yanakuja. Sasa hatutamki baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia niseme na hiki kitu. Sisi wazazi tuliwahi kuwa watoto, tuna wazazi wetu. Kuna wakati kitu kinachofanya kazi kwa mwanao ni wewe ulisababisha. Ni wewe mama umesababisha. Wakati ukiwa mtoto kwa wazazi wako uliwasumbua wazazi wako. Kwa hiyo imetembea imekuwa cheni mpaka kwako. Na wewe unaanza kuteseka juu ya mtoto wako. Kwa sababu maneno yaliyotamkwa kule yamehama mpaka yamefika hapa. Kama ingekuwa ni baraka, hiyo cheni ingekuwa ni baraka, hawa watoto wote wangekuwa kwenye baraka hiyo. Kwa hiyo cheni ya baraka ikianzia wapi? Ingeanzia kule, ingeenda mpaka hapo ulipo wewe. Lakini pia hapo ulipo una wazazi wako, hebu ufanya juu chini kuwafurahisha wazazi wako, wafurahi ili watamke baraka. Haleluya. Fanya wafurahi. Na wakifurahi ni automatically, hata kama mzazi hajatamka, mzazi akifurahi wewe unabarikiwa. Kwa sababu ndani ya mzazi kuna roho ya baraka. Hata kama hajatamka, akifurahi baraka inatokea kwako. Baraka inaanza kuongezeka. Mambo makubwa yanaanza kutokea. Kuna vitu unavyoviona sio baraka wakati fulani, vimekuja tu kwa sababu ya nguvu zako na ushauri wa watu wengine, lakini baraka ya wazazi hakuna. Jitahidi sana, hata kama mzazi wako hayupo, una cha kumpa, mpigie hata simu, msalimie. Ukipata chochote mfurahishe. Afurahi. Anapokunywa soda, atakula chochote kizuri, anapofurahi tu kwamba huyu mtoto wangu kanitumia pesa, nimenunua hata hii nyama nayokula au samaki na chochote kizuri. Huyu mama anafurahi au baba atafurahi hata kama hajatamka tu. Wewe uliko huko lazima ufanikiwe. Lazima utoke. Lazima upate kibali. Watu wote wanaokutazama hawatakutazama kwa namna mbaya, watakutazama kwa namna nzuri, kwa sababu mzazi akifurahi kuna baraka, kuna roho inakubariki wewe kwa furaha ya mzazi. Hivyo hivyo watumishi wa Mungu,
akifurahi mtumishi wa Mungu, mimi kama mtumishi wa Mungu nikiwepo hapa, nikifurahia wewe jinsi unavyompenda Mungu, unapohudhuria ibada, unapofanya matendo mazuri ya Mungu, ninapofurahi wewe unabarikiwa, kwa sababu roho wa Mungu wangu ndiye anayebariki. Mimi natamka, roho anabariki. Roho ndiye anayebariki, sisi watamkaji. Mtumishi wa Mungu amepewa kutamka, lakini yupo roho anayebariki. Ukifurahi hata kama sijatamka, furaha yangu ni baraka kwako. Furaha ya mzazi wako ni baraka kwako. Furaha ya mtumishi wa Mungu ni baraka kwako. Kuna watu wazazi hawafurahi hata uwepo wao. Watamani kama angekuwepo maombi ya kumwombea aondoke duniani, angemwombea. Haleluya. Hawana furaha. Sasa jitahidi kumfurahisha mzazi wako. Itakusaidia kwenye maisha yako. Na hiyo ni kibibilia tu. Ni Biblia kabisa. Na alipo andiko. Siku na mtu anaitwa Yakobo. Angalia mzazi wake. Anaambia nipe chakula nile. Lakini tusiishie tukusema hebu soma Mwanzo 27. Mwanzo 27 mstari. Mwanzo 27. Ndio. Ikawa Isaka alipokuwa mzee. Na macho yake yamepofuka asione. Akamwita Esau. Mwanawe mkubwa. Akamwambia mwanangu. Naye akamwitikia. Mimi hapa. Akasema tazama. Sasa mimi nimekuwa mzee. Wala sijui siku ya kufa. Basi. Nakuomba. Chukua mata yako. Podo lako. Na upinde wako. Ukaende nyikani. Uniwindie mawindo. Ukanifanyie chakula kitamu. Namna hiyo nipendayo. Ukaniletee. Ili nile. Na roho yangu. Ikubariki. Kumbe mzazi anapofurahi, roho yake ndiye inayekubariki. Hata kama hajatamka, lakini kuna roho inabariki. Ukiwa kwa mtumishi wa Mungu anatamka, roho inabariki. Unapomuuzi, kinyume chake ni nini? Unalaniwa. Roho inaacha kulinda. Roho haitakuachilia malaika wa ulinzi, itaacha kulinda. Sio inakulani, haikulani. Inachofanya walinzi wanapotea. Ndio. Haleluya. Walinzi wanaondoka. Walinzi hawakai. Ndio. Sehemu ambayo haina baraka. Sawa. Walinzi wanakaa sehemu yenye baraka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mzazi akifurahi, kuna roho. Amen. Kuna roho inafurahi. Amina. Roho inabariki. Amina. Baba anafurahi, roho inabariki. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama akifurahi, roho inabariki. Amina. Yes boy. Yes boy. Sasa kuna mtu alikuwa anabisha, nafikiri alikuwa hajui. Nikuta kujua. Sawa. Roho ndio inabariki hata kama hujatamkiwa. Ndio. Lakini kuna roho inabariki. Mimi nikifurahi hapa, nikiwa hapa nikikufurahia. Ndio baba. Ninapofurahia ibada zako, roho anakubariki wewe. Au mzazi wangu ni mchawi. Haleluya. Wewe uliokoka, hayo maneno achana nayo. Alafu kisha sema mzazi wako ni mchawi. Mchawi wa kwanza utakuwa ni wewe mtoto. Maana umemwacha mzazi wako kwa muda mrefu. Wewe ni mchawi. Asiwajali wa kwao ni nani? Ni mbaya kuliko asiamini. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mchawi wa kwanza. Haleluya. Kuna wakati fulani unaweza kutolewa unabii kwamba mama yako mzazi ndiye anayetesa, anayekufanya wewe hivyo. Ndiye anafanya wewe uwe maskini. Ndiye anakufanya wewe uteseke, mama yako mzazi. Na wewe unaipokea hiyo. Unatembea nayo kwamba mama mzazi ndiye anayefanya hivyo. Haleluya. Sasa hebu chukua picha hii. Huyo mama ndio umesema ni mchawi.
na wamekutolea, wameprofesai kwamba mama yako ndiye anakutesa kwenye maisha yako. Umekosa kazi kwa sababu mama yako anakuchezea. Siku moja unapata kazi, umepata kazi, wanasema tunataka NIDA ya mama yako mzazi. Bila hiyo picha au NIDA au chochote cha mama yako mzazi hatukupi kazi, na kazi na mshahara milioni 1. Utaendaje kwa mama yako ambaye umesema ni mchafu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utaendaje sasa? Maana tayari wamekwambia mama ndio mchawi wa maisha yako. Ndio maana upati kazi. Sasa unapata kazi na atakiwa aweke sahihi pia mama yako mzazi. Ndiye anataka ajaze kwamba yeye ni mama mzazi, anaweka sahihi kama mama mzazi na anaweka NIDA yake hapo. Na wewe mama yako ulishasema mimi siwezi kuongea na mama yangu kwa kuwa mama yangu ndiye aliyenichezea. Inakuwaje hiyo? Niambie, nilisema hata unabii wowote unaofarakanisha, hiyo ni ramli chonganishi. Anapokuambia mtu mama yako ndiye mchawi, mama yako amekufikisha hapo, unaweza ukasema umekosa kazi. Wewe hujakosa kazi, unachagua kazi za kufanya. Haujakosa kazi. Sasa unapoenda kutembea kule, shetani ili akuweke mbali na baraka yako, ili usipate kazi yako, anakuambia mama yako ndiye mchawi wa maisha yako, ndio maana upate kazi. Kumbe wewe kazi zipo, ila umechagua kazi. Mimi form 4 nataka nifanye kazi aina fulani, siwezi kufanya hii. Utakala form 4 yako hadi uzeeke. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate pesa, ili upate maisha mazuri, lazima mama yako huyo aliyesema ni mchawi akubariki. Na sio mchawi mama yako, ila adui yako anatafuta kufarakanisha ili mama yako asikubariki. Na ndio maana ukiangalia hayo maandiko kwenye kitabu hicho cha Mwanzo hiyo 27, unaona yule mama alisikia habari ya kubarikiwa yule mtoto ambaye yeye hakuwa anaona jirani yake. Nafikiri alikuwa hayuko jirani yake. Akasikia habari ya kubarikiwa. Yeye alichokifanya ni kukatishia mbele kutengeneza baraka kwa mtoto ambaye yeye amemfurahisha. Akamwambia, nimesikia baba yako anataka kubariki. Unaona mama huyo? Sasa leo unaona mama yako ni mchawi kwa sababu umekosa kazi. Haujakosa kazi, wewe ni mvivu wa kazi. Wewe unakimbia kazi, kuna kazi unachagua. Kuna wakati utaki kulima hata bustani. Na kweli kuna eneo. Mchawi mama yako wewe. Wewe si unakuwa mchawi kwa namba 1. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anza kutengeneza vizuri kwa mama yako, afurahi, baba yako afurahi, ili atamke baraka, ili roho ikubariki. Roho itakubariki kwa sababu ya furaha ya wazazi wako. Yesu, makofi kama umeelewa. Piga tena makofi. Ukiwafurahisha wazazi wako, watatamka baraka, na hiyo baraka ikiingia kwako, na wewe utatamka kwa watoto wako, na watoto wako watabarikiwa kwa sababu na wewe umebarikiwa na wazazi wako. Hawezi kubarikiwa watoto hawa kama wewe haujabarikiwa. Wanabarikiwa kwa sababu na wewe umepokea baraka kwa wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna wakati fulani kupe shuhuda kidogo. Baba yangu wakati yupo duniani, tulikuwa naendesha baskeli ya baba. Baba alikuwa na baskeli 2. Nikachukua baskeli ya baba ili niendeshe. Baskeli ile kaka yangu alijimilikisha. Alikuwa ndio anaendesha, yana itengeneza. Mimi nikaichukua kuiendesha. Kaka yangu akanipiga. Sasa amenipiga, nimelia kwa hasira kwa sababu ile baskeli ni ya nani? Ni ya baba. Na mimi na haki ya kuendesha. Baba alichofanya, akasema wewe mwachie baskeli yake, njoo. Nikafikiri ananipa kitu ambacho ni zaidi ya baskeli. Alichosema baba yangu, akaniambia kaa, nyamaza kwanza, usilie. Mwachie baskeli yake. Nikamwambia si baskeli yako, akasema achana naye. Nisikilize. Wewe mwanangu, hautakuwa hivi na hautakuwa na baskeli kama hiyo. Wewe utakuwa zaidi ya baskeli na utaheshimika.
Usilie. Huyo amekunyang'anya baskeli, hata kama ni ya kwangu, yeye amejimilikisha kwa ya kwake na anakupiga. Wewe usiogope. Mimi nakutamkia baba yako, hautakuwa hivi. Atakuja kuheshimu. Wewe na amani, nyamaza. Mimi nikaona kama amependelewa kidogo. Yaani mimi ameniambia tu hivyo, yule anamwachia baskeli. Kwa nini asilipe baskeli? Kumbe ndani yake alikuwa na maana kubwa. Ananibariki kuliko baskeli. Ananitamkia kitu kikubwa kuliko baskeli. Maana yake ningeng'ang'ania baskeli, inawezekana mpaka sasa na mimi ningekuwa na baskeli. Sasa kutoka pale aliponyang'anya baskeli, nimeongezeka kidogo, mimi nikanunua pikipiki. Haleluya. Lakini sikukaa sana. Nikanunua kagari ka kuondolea mikosi. Ka zamani nilinunua 2,250,000 kwa kuuza pikipiki. Nikanunua kagari ambapo nikitoka hapa mpaka mita 300 kamesha zima. Lakini nina gari hiyo ya kuzimazima. Kaka yangu yule aliyenyang'anya baskeli hana. Mimi ninayo, kwa lile neno la baba yangu, kwa ile baraka ya baba yangu. Na alifurahi kwa sababu nilimsikiliza. Mara sikumdharau, nikamsikiliza kwa sababu nilikuwa nalia, naona nimeonewa. Na yeye ananiita, ananinyamazisha na kuniambia, mwanangu usilie. Hautakuwa tena na hautakuwa kama nani? Kaka yako. Hautaendesha baskeli kama kaka yako. Hautanyang'anya baskeli. Kaka yako atakuheshimu. Haikupita muda, nikaheshimika mimi na gari ba. Hata kama 2,250,000. Lakini ninayo. Na wewe fanya juu chini, utoe mkosi. Upate hata gari la kubebelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka kukumbusha, furahisha wazazi. Hii roho ikubariki. Wao hata kama hajatamka utabarikiwa. Wakitamka ni ongezeko zaidi. Ukija kwa watumishi wa Mungu, ukija hapa ninapotamka, roho wa baba yangu, roho wa Mungu yuko ndani yangu, anakubariki kwa tamko. Nikitoa tamko na isindikiza ile baraka ya wazazi wako na ile baraka ya roho aliye ndani yangu. Mimi natamka tu, kije kwenye mwili wako, ukashike mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hautakuwa hivyo. Anza leo kutamka kwa watoto wako. Wafurahie watoto wako, furahia mtoto wako, ili roho wako abariki mtoto wako, ambadilishe mtoto wako. Mtoto wako asipotee, mtoto wako asome, mtoto wako awe na fedha baadaye kwa sababu ya ile baraka ya wewe mzazi. Mungu awabariki na Mungu akubariki. Neema ya Yesu isiwaache kwa jina la Yesu. Simama. Kuna mwingine? Okay. Mgeni jitambulishe. Umekuja kuungana. Karibu sana. Unatoka wapi? Unatoka Lelini? Wewe hadi hapa wewe mgeni? Wewe si mwenyeji? Umeanza rasmi? Umekuja rasmi? Wangapi unafahamu? Umefahamu? Umepona sasa? Umeshapona? Jamani, wangapi unafahamu? Watamwangalia. Hayuko kama vile ameshapona. Ndio maana amekuja anataka kuungana na sisi. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana. Anza upya, usimwache Yesu. Siache tena Yesu, usirudi nyuma. Songa mbele. Mungu akubariki kwa kuja. Amen. Mungu awabariki sana. Tunapenda wageni pia. Wageni hamna, kwa hiyo ni mwenyeji pia. Safi kabisa. Wakati mwingine ndo najisikia huu upande niliotolewa mayai. Wakati mwingine ambayo mara moja nakuwa nasikia maumivu huku. Upande huu niliotolewa mayai. Uliotolewa mayai yanarudi, sio na maumivu. Unarudishwa mayai yako. Amen.
Usio kashangaa unabeba ujauzito. Mayai yanarudishwa, sio maumivu. Utajifungua. Utaona muujiza wa Mungu hapa. Nenda ukajifungue. Nenda. Ngoja nikubariki kabisa. Mayai yanarudishwa. Sio yanasumbua. Geukia hapa nikubariki hapa. Wewe Yesu hajaishinda chochote. Binti huyu katika macho aliona akitolewa mayai. Wewe unarudisha. Mayai ya uzao yarudishwe. Na huyu binti akaone muujiza wako. Ikiwa mambo mengi umefanya, amefurahia. Mpe furaha hii. Akutukuze. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na achilia neema hii kwenye tumbo hili. Amen. Ta. Waliotoa shuhuda hapa. Itunze hiyo furaha yako. Sawa, uwe na amani. Yesu, ninalitukuza jina lako kwa ajili ya shuhuda. Naifunga roho ya malipizi na visasi kwa ajili ya binti huyu. Kwa neema ya Yesu naachilia upako mpya tena. Asante kwa shuhuda hii. Mungu, wametoa shuhuda kwa utukufu wako. Ninatakasa familia hii kupitia mama yake, kijana akastawi. Yesu, ikiwa nakushuhudia wewe, kuna vitu umefanya. Kamtendee binti huyu tena na tena. Giza likose nguvu. Giza likose nguvu. Akastawi kimaisha kwa jina la Yesu. Pokea. Amen. Tayari. Washuhuda tayari. Haya, zaka njoo yafutike kwake kwa jina la Yesu. Amen. Akastawi. Yesu, naitukuza jina lako. Zaka ufunguo, maisha yake yafunguke kwa jina la Yesu. Akastawi. Zaka yako itakufungua. Na uliyetoa zaka ufunguliwe hivyo hivyo. Kafunguke na nyumbani, funguka kwenye zaka. Amen. Funguka kwa kila kitu. Amen. Maisha funguka. Kibali chako kifunguke. Aliyekuloga akamatwe sasa. Mtandao wa chawi waliokuloga ukamatwe. Kwa nguvu ya shukrani, kwa nguvu ya zaka, kwa jina la Yesu. Mtandao wote ukamatwe kokote. Kwa jina la Yesu. Laana zote, mikosi yote inateketea, mitego yao kwa jina la Yesu. Yeyote aliyetoa sadaka mali hapa sasa hivi, hii nguvu iende. Piga roho ya mauti, kapiga roho ya magonjwa. Piga mauti kwa jina la Yesu. Piga hiyo mikosi kwa jina la Yesu. Uliyetoa sadaka mali hapa, hii nguvu ikufuate. Hii nguvu ikufuate. Hii nguvu itembee na wewe. Hii nguvu iende na wewe. Hii nguvu iende na wewe. Usiende peke yako. Hii nguvu inaenda na wewe. Hii nguvu iende na wewe. Kwa jina la Yesu. Hii nguvu iende na wewe. Iende na wewe. Yende na wewe. Yende na wewe kwa jina la Yesu. Aliyekuroga apigwe. Sema Yesu. Napotoka hapa. Malaika waambatane na mimi. Malaika wa baraka. Waambatane na mimi. Kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Karibu ndani yangu tena. Napotoka hapa. Nisiwe masikini. Wala fukara. Kila taarifa njema. Zikatokee. Taarifa mbaya. Ziondolewe. Kwa jina la Yesu. Napotoka hapa. Kila ubaya. Uharibiwe. Maneno ya laana yageukie kwao. Walichotamka juu yangu, laana zote zilizofungwa kwenye miti, walichokufungia utoke, kwenye mawe utoke. Amen. Kwenye ardhi utoke. Amen. Ukastawi. Amen. Ukastawi. Amen. Barikiwe sana. Mungu akubariki. Jesus. Uko huru, nenda na watoto wako. Uinue na huyo hapa. Leo ukapate pesa wewe. Na mtu anasema sisi ndapata mimi hela yani. Upako kwa jina la Yesu.
Amen. Mmekuja na maji. Niwaambia leo Jumapili. Haya, leteni sasa maji wenyewe mkuja. Niwaambia Jumapili. Sawa. Leo niliwaambia, leo nakuombea maji. Nisema usije nawe kila siku adui yako asikunukuu. Asikalie hapo kukudaka. Nataka adui yako aione imani. Aone unashinda kwa nguvu ya tamko kwanza. Baadaye akuogope hata ukitembea barabarani. Maana kuna mtu anaweza kawa alikuwa na maswali mengi kwamba sasa usizoelee. Leo unaenda kuyatumia wiki yote mpaka Jumapili. Kwa kama mmekuja na maji leo nikuombee, Jumapili nakuombea maji. Yesu, asante kwa neema yako. Umenipa neema ya kuombea watu wako. Nitamka nguvu ya Mungu iingie ndani ya maji haya. Nitembee naye. Upako wa Roho Mtakatifu kaingie ndani. Ponye familia kwa jina la Yesu. Pokea neema kwa jina la Yesu. Amen. Kijana ameshaondoka. Nimefurahi. Ana amani na yeye. Mwambie usisahau Mungu. Ukipata kazi usimsahau Mungu. Ukiona umepata kazi hapa usisahau Mungu. Wewe amepata anarudi nani? Huko Dar es Salaam. Safi. Namshukuru Mungu. Na wewe upokea kazi. Na wewe upate kazi. Sasa yule amekuja tu siku ile sio alifunga hapa alikalia. Walishika na jina lake. Na wewe utoke kama alivyotoka. Usiku akapigiwa simu alipotoka hapa kwenye hiyo ofisi. Haleluya. Mnamkumbuka? Wangapi mnamkumbuka? Mlimwona? Na wewe upokea. Pokea na wewe upigiwe simu. Wewe kama umekuja na maji usio kasema mimi nilikuwa sina. Auja nayo natamani uombewe, nafasi hii hapa mpaka Jumapili. Unakuja hapa. Na nilikwambia hivi, ili nguvu hiyo itembee na wewe, samini hayo maji yako. Afu mheshimu Mungu. Mkaribie Roho Mtakatifu. Atakufanyia makubwa kuliko kawaida. Kwa jina la Yesu. Na bariki maji haya. Josh. Kilichopotea, kilichoibiwa, kuanzia sasa maji pokea nguvu kwa jina la Yesu. Sogea. Rudisha kilichopotea. 2. Yesu, nabariki maji haya, naweka wakfu na nguvu yako. Sio maji ya kawaida. Kwa jina la Yesu. Maji pokea nguvu kwa damu ya Yesu. Kila tone ya ukombozi. Amen. Maji pokea nguvu. Sio maji ya kawaida. Weka wakfu kila tone, ilete muujiza kwa jina la Yesu. Amen. Ninaweka wakfu maji haya. Sio maji ya kawaida, ya maji ya upako yenye nguvu sio kawaida. Kwa jina la Yesu. Maji pokea nguvu. Maji pokea nguvu. Amen. Na bariki maji, sio maji ya kawaida, na maji ya upako yenye muujiza kuponya mwili na roho. Familia ifunguke kwa damu ya Yesu.
Amen. Chumvi, pokea nguvu. Sio chumvi ya kawaida. Kutoka sasa uwe moto kwa uchawi wote, wenye hila na kila nguvu za giza zikaribiwe kwa jina la Yesu. Amen. Naweka wakfu maji haya, sio maji ya kawaida. Ni maji ya upako yenye nguvu yako. Kaponye mwili na roho, giza likaribiwe kwa damu ya Yesu. Amen. Asante Yesu kwa maji haya. Naweka wakfu na nguvu zako. Sio maji ya kawaida. Kwa jina la Yesu. Maji, pokea nguvu kwa damu ya Yesu. Amen. Asante Mungu kwa nguvu zako. Naweka wakfu maji haya. Sio maji ya kawaida. Maji ya upako yenye muujiza. Kaponye mwili na roho kwa jina la Yesu. Maji, pokea nguvu. Maji, pokea nguvu kwa damu ya Yesu. Amen. Ninaweka wakfu maji haya. Sio maji ya kawaida. Ni maji ya upako